haiwezi kulia ya kwamba imepotea, but that does not wash the fact ya kwamba imepotea. Mwana yule ndugu yake mwana mpotevu amepotea, he is not aware kwamba amepotea. Actually anahisi ya kwamba anapaswa kutunukiwa na kuzawadiwa na kubarikiwa kwa kupotea nyumbani. Unajua ni kwa nini kijana yule ana tofauti na babake? Babake mwana mpotevu aliporudi alimpokea na furaha. Mwana mpotevu aliporudi alimlaki na sangwe kwa sababu alikuwa anamsubiri. Huyu mwingine hakuwa anamsubiri mwana mpotevu arudi. He was not concerned of the return of his younger brother. Alikuwa hana concern kabisa. Na ndio maana wakati anarudi, this particular person hana furaha. Anahisi ya kwamba mimi ndimi nimekuwa nyumbani, ninapaswa kutunukiwa, ninapaswa kuzawadiwa. Mpenzi, mchana huu ningependa kuzungumza na wewe ambao umepotea ukiwa nyumbani. Lost at home. Lost yet not aware ya kwamba umepotea. Umepotea lakini hauna habari ya kwamba you are lost. Ukipatiwa form za application, mahali ambapo kimeandikwa religion unaandika Christian, mahali ambapo kimeandikwa denomination unaandika Seventh Day Adventist. Kwa sababu unajua ndio dini yako, kwa sababu unajua ndilo dhehebu yako, but in real sense you are lost at home. Uko na jina ya kwamba Mkristo, uko na jina ya kwamba Adventista wa Sabato, uko na jina ya kwamba unatambulika ya kwamba unajua kuisoma Biblia na kuimba nyimbo za Kristo, lakini jambo moja ambalo umelisahau. Huenda ukawa na haya yote but you still get lost. Ni kitu gani ambacho kilifanya shilingi ipotee? Kumbuka yule mama alikuwa na shilingi 10, moja ikabingirika, nikana kwamba ilimtokea accidentally, ikaroll, na baada ya kuroll na assume iliingia katika kona ya nyumba ambayo alikuwa hajui ni gani. So after rolling down, ile shilingi ikaenda ikatulia mahali, na after some few days, bila shaka, dust, follow me closely, vumbi la nyumba, manake mara nyingi hizo kona hazifikii kwa rahisi na ufagio. Vumbi la nyumba limefunika ile particular shilingi. It is covered in dust. So iko katika kona ya nyumba imetulia, kitu ambayo imeifunika ni vumbi peke yake. Kwa kuwa vumbi imeifunika, mwenyewe yuko katika shughuli ya kuitafuta, hawezi kuilocate because it is covered in dust. Mungu yupo katika shughuli ya kutafuta watoto wake. Mungu yuko katika shughuli ya kujitafutia watoto wake katika kanisa lake na nje, lakini vumbi limefunika wengi wetu. We are covered with so much dust, na tuko comfortable katika vumbi to an extent ya kwamba hatujui ya kwamba tumepotea. What is this dust that has covered us? Wakorintho wa pili sura yake ni ya 4. Wakorintho wa pili sura yake ni ya 4. Nasoma mstari wake wa 3. Wakorintho wa pili sura yake ni ya 4, mstari wake ni wa 3. Wacha nianze mstari wa 3 sawa na wa 4. Inasema, lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, verse 4, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikara zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu, ya kwamba mungu wa dunia hii, the prince of this world, the god of this world, anasema kwamba amepofusha dhamira zao ili kwamba wasiweze kujua ya kwamba kuna kitu kinachoitwa injili, kuna kitu kinachoitwa habari njema, kuna kitu ambacho napaswa nikigeukie ili kwamba nigeuze mkondo wa maisha yangu. Lost yet not aware that is lost. Why? Because of sin. Dhambi ni vumbi ambalo likikufunika, unakaa kanisani in good and regular standing but not in faithful standing.
Narejelea tena. Dhambi ni vumbi ambalo likikufunika, unakaa kanisani ukiwa in good and regular standing, but in unfaithful standing. Tukitafuta mzee wa kanisa tutakupigia kura haraka sana. Tukitafuta kiongozi wa vijana tutakupigia kura haraka sana, because according to our estimation, wewe you are in good and regular standing, lakini katika tathmini yako unajua ya kwamba unapenda dhambi kama jina lako la pili. Unajua ya kwamba umesabikia dhambi, umekumbatia, it has become your second self. Hautaki kuiachilia. You are lost in the house. Na una habari ya kwamba umepotea. Actually tukisema kwamba tufanye mkutano wa injili ama tafute waliopotea, utaanza kutaja nani ana siku nyingi hajakuja kanisani, nani ana siku nyingi hajakuja kanisani, fulani wa fulani na muda mwingi hajakuja kanisani. Yet your condition yet in the house is still lost, kwa sababu ya dhambi ambayo umeruhusu ya kwamba ikufunike, iwe kama vumbi. Inakupatia homa lakini uko comfortable, inakupatia asthma lakini uko comfortable. Wanaambia watu mara nyingi, Wakristo wengi we are very comfortable in sin. Tutafuta mhubiri ama mchungaji atuombee. Mchungaji niombee nataka niwe na mtoto, mchungaji niombee nataka nipate kazi, mchungaji niombee nataka nipate karo ya shule, mchungaji niombee maisha ni magumu. Very few Christians anamwambia mchungaji niombee ninapigana na uongo, mchungaji niombee ninapigana na uzinzi, mchungaji niombee kutunza sabato kikamilifu imenishinda, nimeweka kazi yangu mbele kuliko vingine vyote. We are very comfortable in sin, lost in the house. Nyumbani lakini mpotevu, without consent, bila taarifa, bila ujumbe, umetulia katika kona. Sasa ili kwamba Mungu akutafute, kuna kitu anachokifanya. Biblia inasema kwamba ili yule mwanamke apate shilingi iliyopotea, alifanya vitu vitatu. Jambo la kwanza, aliwasha taa. Zaburi 119 mstari wa 105, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Wewe ambaye umepotea na una habari ya kwamba umepotea, Yesu angependa akufikie, na kile ambacho kitakufikia kwa urahisi ni neno la Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anza kuangaza macho yako upya katika neno lake Mungu. Jichunguze kama upo katika imani ama haupo. Anasema Paulo, examine yourself whether you are in faith or not. Na standard ya examination ni neno lake Mwenyezi Mungu. Inaitwa ni taa ya miguu yako, inaitwa ni mwanga wa njia zako. Na ukichukua ili kwamba ikuongoze, itaanza kukuonyesha chembe za maovu katika maisha yako. Itakukumbusha kwamba wewe ni Mwadventista wa Sabato. Kila siku Ijumaa jua linapotua, inapaswa kuwa umeanza kutafuta pumziko. Itakukumbusha kwamba wewe ni Mwadventista wa Sabato. Kila siku ya Sabato kukipamzika asubuhi, tafuta ndugu zako muungane nao katika ibada. You will not be comfortable ukienda nje ukiuliza wewe ni unatoka kanisa gani? Mwadventista wa Sabato. But in real sense hauna any relationship na hao watu nao wataja kwamba ni watu wa kwenu. You have no relationship. Comfortably, you may be attending your job place on the Sabbath. Na wale wakikuuliza unaenda kanisa gani? Mimi ni Msabato. Ule wakati kulipofanyika Supreme Court verdict hapa Kenya, niliona katika vichwa vya habari mzee mmoja wa kanisa akaenda katika vichwa vya habari akisema huyo aliyefanya hivyo ni mtu wetu. Huyo ni mtu wetu, na alikuwa katika Citizen TV. I know him as a very good friend of mine. Huyo ni mtu wetu kabisa. And I was asking myself, ni Waadventista wangapi ambao walikuwa wanashabikia huyo ni mtu wetu? But the question is, ni wangapi ambao wao pia wangeweza kufanya a similar thing in a similar position? Wakati unasema huyo ni mtu wetu, wewe hiyo Sabato ulikuwa kazini. Wakati unasema huyo ni mtu wetu, wewe unashabikia katika lindi la uzinzi.
Wakati unasema huyo ni mtu wetu, wewe ndiye una lead corruption scandals katika mahali pako pa kazi. Lost yet in touch. Tunazungumza kuhusu kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, but we want to wait for the second coming of Jesus while we steal from our bosses at work. Lost yet in touch. Nataka kusubiri kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, ilhali we are adulterous even with the youngest member of the church. Lost yet in church. And you're not aware kwamba you're lost. Mungu anasema kitu ambacho kitafanya ili kwamba huo upotevu uishe. Take a second look on God's word. Anza kuangalia Biblia kwa mara nyingine tena, ili kwamba ikuonyeshe jinsi umnyonge, umdhaifu, umepungukiwa, hatuna kitu. Na ikwambia kwamba nakushauri ununue kwangu dawa ya macho upate kuona, ununue dhahabu ili kwamba upate kuwa tajiri. Look again at God's word. By the way, the closer you come to Jesus, the more sinfulness you see that you possess. Unapomkaribia Yesu, karibu kwa neno lake, unazidi kuona jinsi ulivyo dhambi. Unaposongea mbali na yeye, unazidi kujiona jinsi ulivyo mwenye haki. You feel so comfortable in sin, manake further kabisa. Nilikuwa na rafiki yangu, ni marehemu, na niliposikia kifo chake baadaye kilinigusa. Siku moja nikamuuliza, ndugu yangu, alikuwa ni jirani yetu kabisa, ndugu yangu, mbona hauendi kanisani? Kaniambia, Robinson, sikia, hapa Mombasa hatukuja kuomba, hatukuja kuona bahari, tulikuja kutafuta pesa. Wapenzi, wanaambia hata ninapokutana na watu ambao Mungu amewabariki, kuna vitu vitatu, wewe tafuta pesa jinsi unavyotaka, lakini kuna vitu vitatu ambao fedha yako haiwezi kuzuia. How much wealth you can, haiwezi kununua hata upande mmoja ya champali mbinguni. Hata ugana wealth kiasi gani, haiwezi kuzuia wewe kwenda futi 6 chini kufa. It can never. Number 3, hata ukusanya mali kiasi gani, haiwezi kusudia na moto wa jehanamu wa Mwenyezi Mungu. It can never. Those 3 things. Wewe kusanya kabisa ni vizuri, tafuta mali jinsi unavyotaka, lakini jua ya kwamba it cannot protect you. The only fireproof we have is the blood of Jesus Christ. Come on, praise God. Utafanya vyema kutopotea ukiwa kanisani. Purpose in your heart ya kwamba usiwe tu Mkristo. Chukua Biblia sije kaharibika hapa, maana yake upepo ni mwingi. Usiwe tu Mkristo kanisani. Azimia katika moyo wako ya kwamba uwe mtoto mwaminifu wa Mwenyezi Mungu. Do not be happy with your church name just in the church register. Furahi, Luka 10:20. Furahi ya kwamba mbinguni Yesu analitambua jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Don't be lost in church. Hasara mara mbili, wanavyosema wahubiri wengine. Hasara mara mbili. Hii ni Sabato. Unajua kuna biashara zinashika sana siku ya Sabato. Hivi leo umetenga muda wako, umekuja hapa ili kwamba mtafute uso wa Mungu, lakini unajua kwamba mguu wako mmoja uko kanisani, mwingine uko nje. Labda uko hapa lakini mawazo yako hata yapo katika hasara ambayo leo umeingiza. You are lost yet in church. Ni afadhali ungechagua uende nje kabisa, maana hii ni hasara mara mbili. Lakini kwa kuwa ujumbe wa Mungu na kufikia mchana huu wa kipekee, Mungu haleti ujumbe kukuhukumu, Mungu haleti ujumbe kukuaibisha, Mungu analeta ujumbe ili kwamba akukomboe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukweli uliokusudia kukukomboa mpenzi, usipokukomboa utakuhukumu mbele ya kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Lost yet in church. Kwa hivyo jambo la kwanza anafanya, anawasha taa. Jambo la pili, Biblia inasema kwamba anafagia. That's what the Bible says. He swept. Anafagia. Hawashi tu taa alafu ikabaki. After standing on the authority of God's word, kuna jambo la pili ambalo linafanyika. Inasema kwamba anafagia. Wakati ambapo utainua taa katika maisha yako, na taa ianze kuonyesha udhambi wako, ianze kuonyesha udhaifu wako, fagia. Hakikisha kwamba umefagia, na ukifagia usisahau kuzoa. Na
na ukizoa usisahau kumwaga. Bwana Yesu asifiwe. Those three processes are important for a clean house. Ukipata mtoto wako amefagia akaweka uchafu kona ya nyumba pale, that is an shoddily done work. Alikuwa anapaswa afagie, azoe, amwage. Three things. Kwa hivyo licha ya kuinua neno la Mwenyezi Mungu, the second step ni ya kwamba inapokuonyesha udhaifu wako, Biblia inasema kwamba fagia, mimi naongeza, soa, tena naongeza, mwaga. And I can support that in the Bible. Yesu akasema, kama mkono wako wa kuume na kuingiza katika dhambi, cut it off and cast it away. Unajua mara nyingi watu naona cut it off peke yake. Yesu anasema vitu viwili. Anasema cut it off and cast it away. Yani kata huo mkono kisha utupe. Mungu anahitaji watu ambao watampenda zaidi ya maisha yao. Mungu anahitaji watu ambao watampenda zaidi ya kupenda dhambi. Mungu anahitaji watu ambao watampenda kwa kukumbuka ukombozi wake na bei ya mauti msalabani. They will sacrifice anything and everything for the sake of getting Yesu Kristo mwenyewe. Wanasema kwamba take the world but give me Jesus. So step number 2, sweep. Sweep. Step number 2. Step number 1, light. Step number 2, sweep. Alafu number 3 anasema kwamba diligently search. Yule mwanamke alitafuta kwa udi kabisa. Diligently search. Ahadi yake ni kwamba yeye anitafutaye na moyo wake wote atafanya nini? Atanipata. Anybody ambaye anajitoa ili kwamba atafute uso wa Mwenyezi Mungu na moyo wake wote, anasema Yeremia, atampata. So usifanye tu kazi ya kuondoa, fanya kazi pia ya search diligently. Yesu akasema mtu akisafisha nyumba kisha aiwache wazi, yule pepo hutangatanga huku na huku, hutangatanga. Alafu akikosa mahali anarudi katika ile nyumba aliyoitoka. Actually nasema akipata ipo wazi, anakuja na 7 times stronger demons. Wanaambia watu, be aware of the demon ambao umemtoa katika maisha yako. Kuna zingine ni unique. Ni unique sana. Ni yako peke yako. Yani ama ikiwa na watu wengi sana, labda in your area of staying wana ni watu 3 ama 4. Be aware of the demon you are dealing with. Zingine ni very unique. Nilikuwa nikimwambia binti mmoja na kumshauri, ambaye kwa muda wa miaka kama 3 hivi ama 4 amekuwa kinajisiwa na baba yake. 4 good years of defilement with his own father. 4 good years. Ili kwamba apate chochote kutoka kwa babake, school fees, the condition we have to sleep together. Ili kwamba apate pocket money, the condition we have to sleep together. Ili kwamba apate any upkeep ya university, the condition we have to sleep together. So na meta tell her, nikamwambia, unajua the demon you're dealing with is rare. So be aware kwamba ukimcast away, ya kwamba occupy maisha yako kiasi cha kwamba akirudi anapata it is an occupied household, hawezi kutamalaki tena. Haitoshi kuinua taa, haitoshi kukata na kutupa, lazima uishi maisha ya consistently ambaye anatafuta uso wake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta daima utakatifu. Ndio wanasema huo wimbo. Seek always to be holy. Tafuta daima. Do not be lost, yet you are in church. Usipotee japo upo kanisani. Usipotee japo upo nyumbani. Tunaenda katika sehemu ya kuhitimisha. Kilichomfanya mama huyu ili kwamba atafute shilingi iliyopotea, ilikuwa imepotea, but it still had value to her. Sikia kwa makini kabisa. Shilingi ilikuwa imepotea, lakini bado ilikuwa na thamani sana kwa mama huyu. It had value. Listen to me, my father, my mother, my brother and my sisters. Nisikizeni mchana huu. Huenda upo katika hali ya kupotea kati ya kanisani, ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ningependa nikwambia mchana huu, though lost, you still have value. Come on, praise God.
bado unatamani. Let me tell you, demonstrate this shortly. Ile shilingi, hata shilingi ya Kenya iko na sarafu. Sarafu iko na picha. Kwa mfano yetu ya Kenya, either utapata picha ya nani? Jomo Kenyatta, ama ya nani? Ya Moi. Either two, na ile 40 ya Kibaki, 3. You'll find either of the 3. Iko na sura katika ile sarafu. The reason why Mungu anakutafuta na amezungumza na wewe mchana huu ni kwa kuwa wewe umeibeba sura yake na umbile wake. Come on, praise God. You are created in his image and his likeness. Kumaanisha uko na thamani, ndio maana anataka akuokoe. You have value, though you are lost. You have value, and without you 10 shillings is not complete. Yani bila wewe kanisa la Mungu halijakamilika. Wewe kanisa la Mungu linahitaji your organization. Wewe una kipawa cha kuorganize vitu. Kanisa la Mungu wewe linahitaji hilo. Without you, wewe kanisa la Mungu linahitaji muimbaji. It needs you. Without you there is somehow that the church of God is not complete. Mungu anataka ya kwamba ufikishe kusudi ambalo alikuwa nalo na maisha yako. Anataka usipotee ukiwa nyumbani. Anasema ni heri uwe kama yule mwana mpotevu aliyepotea akagundua kwamba amepotea na akarudi nyumbani. Ni heri uwe kama yule kondoo aliyepotea akapata sauti akasema kwamba nimepotea, nisaidieni, kwa kilio akaregeshwa nyumbani. Lakini chunga sana, actually ni heri pia uwe kama shilingi ambayo imepotea, vumbi imeifunika, haina habari ya kwamba imepotea, it's not aware of its lost condition. Lakini taa inapowashwa jinsi tumewasha mchana huu, lakini anapofagiliwa anarudi nyumbani. Ni afadhali uwe vikundi hivyo vitatu. Lakini ni hatari kuwa ndugu ya mwana mpotevu. Ni hatari kuwa ndugu ya mwana mpotevu. Unayenisikia mchana huu, unadhani vipi? Je, kuna mkondo wa maisha ambao unapaswa kugeuza? Je, kuna jinsi unahitaji kwanza kuwa serious na masuala ya kiroho yako? Je, kuna kitu ambacho unastahili kubadilisha katika mkondo mzima wa maisha yako? Hicho kitu ndicho Yesu anataka mchana huu ukiachilia, ukifanya mtoto wake mwaminifu. Yesu hakuiti ufanye kitu ambacho hawezi kupatia nguvu ya kukifanya. Akikuita anakupatia nguvu ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mwandishi nampenda nje ya Biblia anasema God's biddings are enablings. Yani miito ya Mwenyezi Mungu inakuja na package nyuma yake ya kupeana nguvu. He does not only call, he enables you to come as well. Ndivyo alivyo. Kwa hivyo mchana huu anakuita wewe, anataka useme. Na mwandishi wa wimbo nambari 118 anataka useme maneno ya wimbo huo ukisema, nilipo toka kabisa sasa narudi. Niruhusu nifike pale. Nilipo toka kabisa sasa narudi. Nikakawia dhambini sasa narudi. Nikasusurika sana sasa narudi. Mwenye uchungu na tubu sasa narudi. Nimechoka mauvini sasa narudi. Pendo lako linanivuta Mungu, Bwana narudi. Alafu nasema ndilo tumaini langu sasa narudi. Yesu alinifilia, Bwana narudi. Alafu damu yako yanitosha sasa narudi. Alafu mwambie unioshe kenye unioshe, usinisalie hata doa, manake Bwana narudi nyumbani daima kwako. Kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Tuna mazoea ya kusimama baada ya mahubiri kuisha, lakini ningeomba usimame tu mchana huu kama una azma ya kurejea nyumbani. Kama ndio azma yako, na kusihi usimame. Kama hiyo ndio azma yako, na kusihi usimame. Kama unamaanisha hilo, sio wote. Kama una azma ya